Rasmi wana Yanga wenzangu, walikuja wakatika viuno pale uwanja wa ndege. Kesho wakiwa wanaondoka, hawezi kuondoka kimya kimya kwenye ardhi yetu. Tutawapelekea msondo pale pale hapo, tuwasindikize na ujumbe tutawapa. Sisi ni mabingwa wa nongo. Huwezi kutufanyia nongo kwenye ardhi yetu ya kuacha. Tutawasindikiza kesho na vigoma vingi sana. Vingi mno baba. Taona mwenyewe kesho. Inaonekana hiyo iliwaumiza sana na iliwapa pressure. Imetuumiza sana, sio masuala ya pressure, imetuumiza sana kwa sababu ni dharau kubwa ile kwenye ardhi yetu. Hawa wamejipanga vizuri nje na ndani, nyewe msione kawaida. Walijipanga kweli kweli. Simuona moshi umetoka mkubwa, moto umewaka leo. Kazi ilikuwa nzito ndugu zangu, msifikiri rahisi. Kwa majini katoka kwa moshi mweusi umeonekana Benjamin Mkapa leo. Sio kazi nyepesi Yanga kwenda hatua ya makundi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu tumekwenda hatua ya makundi. Rais amesema usiku wa leo kabla yafika saa 6 tunakwenda kutambulisha kocha bora. Wazungu wanasemaga na nyie mnatafsiri kwamba mpira ni sayansi. Sasa Yanga kocha wetu ndio hiyo sayansi yenyewe. Yaani hiyo sayansi ya mpira ndio hiyo kocha wetu mtambulisha usiku leo. Mungu tunamshukuru sana, niwapongeze sana mashabiki wote wa Yanga na mmeelewa kwa nini tuliwaita watu wote hawaje leo kwenye hii mechi. Nafikiri mmeona wenyewe. Nguvu zao, sauti zao zimetusaidia kwenda kwenye hatua makundi. Tulikuwa kwenye hali ngumu, pressure ilikuwa kubwa, lakini washukuru sana mashabiki wote wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania, wameitikia kwa wingi na wamekuja kusimama nyuma ya timu yao. Tumepambana kipindi cha kwanza, tumepata magoli mawili, kipindi cha pili pressure ikawa kubwa, tunataka tuongeze goli, tunakosa magoli. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuvuka kwenda hatua ya makundi. Tunakwenda sasa kuboresha zaidi pale, kwenda kwenye uwanja wa mazoezi, tunaye tactician mpya, tunaamini inshallah watakwenda kuona mabadiliko makubwa kwenye kikosi chetu. Ni wazi kwamba kuelekea makundi tunaenda kuiona Yanga mpya ambayo kulikuwa. Hilo wala sio jambo la mjadala Pablo Almas. Yanga ya makundi sio Yanga hii. Yanga inakwenda kubadilika kabisa. Kwa sababu kocha aliyekuja ametumia wiki 2 kuwasoma wachezaji wetu wote wa kikosi chote na amefanya maamuzi yake. Atatambulishwa leo na kesho anaanza mazoezi Avic Town. Tuna mchezo wa ligi kuu siku ya Jumanne dhidi ya Mtibwa Sugar pale KMC, anakwenda kuanza kesho kutwa Jumanne tuna mechi. Kwa hiyo tumpe muda mwalimu andae timu yetu vizuri na naamini inshallah kwenye hatua ya makundi tutakwenda tukiwa tofauti kabisa. Polza alikuwa kocha wa miaka tuache. Tupumzishe. Nimekwambia wazungu wanasema mpira ni science. Kocha wa Yanga ndio sayansi yenyewe sasa. Ndio mtakwenda kuiona. Maana mnachambuaga mpira sayansi inakuja sasa. Na falsafa ya timu ya Yanga lakini na falsafa ya mpira wetu. Anakuja na kila kitu. Zitapigwa pasi nyingi, tutashambulia kwa spidi kubwa. Unaona kama leo tumecheza kwa pressure kubwa lakini tumekosa goli kama 4 hivi. Tukishakaa confidence yetu imekaa vizuri. Yote haya tunafunga inshallah. Yote haya tutakuwa tunafunga. Tarudi kwenye momentum ya kufunga magoli mengi. Mimi niwaambie watu kajipongeze. Malawi nyie sikieni, sitaka ni wasahau hawa kiboko hawa. Tuibia siri nini hasa wamekifanya? Wewe hujui? Jana tumwaachia wafanye mazoezi mara ghafla uwanja hatuuoni. Malawi. Uwanja Mkapa. Ndoto. Si watu wazuri hawa. Ndio maana wamekuja wakana katika viuno. Mimi niliwaambia watu hawa kwa nini wametusumbua? Uchizi vunga, sio uona uchizi kafanya nini leo? General Duke Abuya akazungumza leo. Kapotea. Kama unataka kusajili mtu kwenye hii timu hayupo kwenye hao 11, yupo nje. Kiufundi kama unataka utoe asilimia labda kwa mpinzani wako kwa namna ambavyo amecheza. Kafanya nini leo? Kafanya nini? Huyu nguvu yake yenyewe mnaijua, msitake niongee mengi hapa. Nawaambia kama kuna mtu anataka kusajili mchezaji kwenye hii timu, huyo mchezaji hajaanza leo. Yuko nje, mtafuteni. Huyo ndo hatari huyo. Huyo ndo hatari baba. Malawi. Mimi sitaka niwasahau. Pengine bila kuambia mashabiki wamejitokeza, hawajaleta vurugu, viti havijavunjwa, wanashangilia dakika zote. Huu sio tu kushangilia dakika 90. Second half ukiangalia timu ilishuka kidogo tempo. Lakini mashabiki walikuwa kwenye utulivu. Ingekuwa una mashabiki oya hapa wangeanza mara kocha fanya sabu, mara wangerusha viti, lakini walikuwa kwenye utulivu wakiamini leo cha muhimu ni kwenda hatua ya makundi. Ndio kitu muhimu zaidi leo. Yanga iende hatua. Tumekwendaje? Tutakwenda kujadiliana baadaye, lakini cha muhimu tumeingia hatua ya makundi na nitumie fursa hii kuzipongeza timu 3 za Tanzania kwa maana ya hivi Singida bado Singida ndo wanaenda kucheza. Ndio saa hizi? Unawatakia heri sasa hapo. Hapo sasa ni heri. Maana Singida nao unajua hawatabiliki. Sisi tuupongeze Azam FC wamekwenda, Singida tukamwombee dua naye ya qualify, baada hapo tuzime dua zetu, maisha mengine yaendelee, achana naye huyo. Atajua mwenyewe. Dua zinaishia leo za Yanga kwa Azam FC.
akifanikiwa yani kwa Singida, akifanikiwa kufuzu tutasema alhamdulillah, timu 3 kubwa zimekwenda hatua ya makundi. Ulituambia kwamba Mzize yuko fit. Mzize bwana, afadhali mwenzo hilo swali. Mzize bwana jana akajitonesha majeraha yake siku ya mwisho ya mazoezi. Tena akajitonesha kiasi cha kwamba tunahisi tatizo linaweza likawa kubwa. Kwa sababu unajua alikuwa anacheza mwanzo na maumivu, baadaye tukaenda kufanya vipimo akaonekana ameshaanza kuimarika, akaanza mazoezi na yeye alikuwa anaitaka sana mechi, kwa akawa anajituma sana kwenye training. Jana kwa bahati mbaya mwenyewe tu pigwa mpira fulani akataka aunge, akatonesha eneo la goti, na maumivu alikuwa anayasikia pale yanakupa picha huenda jeraha likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo tusubiri, Mwenyezi Mungu atuongoze. Anakwenda kufanywa vipimo siku ya kesho. Baada ya hapo tutakuja kuwajuza wa Tanzania kama jeraha lake ni kubwa au jeraha lake ni la kawaida, lakini Mwenyezi Mungu ampe utulivu na Yanga tuko nyuma yake. Kama uwanja leo ulikuwa full house. Unaona hichi kikijirudia labda kesho kwa wapinzani wao? Mimi sijui, mambo chana na. Mimi niwapongeze wana Yanga wenzangu waliokuja leo, wameitikia, na watu wenye akili timamu wameona wa kiasi gani tulikuwa tunahitaji nguvu ya mashabiki leo kuja kuisupport timu yetu. Kwenye hali ngumu tumekuja pamoja, tumevuka kwenye hatua makundi, alhamdulillah, tunajipanga na mashabiki sasa. Kila laheri kwenye makundi. Na akili zake timamu ataelewa makubwa mawili. Jambo la kwanza, ataelewa kwa nini Yanga tulihitaji nguvu yetu ya mashabiki leo. Kwa ugumu wa hii mechi, kwa tension ilivyokuwa, kwa pressure ilivyokuwa, ulihitaji Yanga iwe pamoja, tusimame pamoja wote kwenye timu yetu tuweze kufanya vizuri. Nafikiri mmeona kipindi cha kwanza mashabiki wameplay part kubwa si kupata magoli mawili. Kipindi cha pili pressure ilipoongezeka, confidence ya players wetu ikawa imeshuka, tulikuwa tunacheza kwa tension kubwa, washabiki wakawa watulivu, hawakuwapanikisha wachezaji. Hiyo ikatusaidia kumaliza mechi salama tukiwa tumequalify kuelekea hatua ya makundi. Jambo la pili, hawa Malawi sio watu wazuri. Kwa nini? Narudia kuambia tena ndugu zanguni, hawa Malawi sio watu wazuri. Kivipi? Hamjaona nyie moshi mweusi leo umetoka Benjamin Mkapa? Tulijiuliza maswali mengi. Uwanja wote ukawa mweusi, black wote. Ishara gani ile? Yanga ndio ilikuwa inafuzu pale. Hali ilikuwa nzito. Pale ndio Yanga tulifuzu. Na tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, tumepambana vita vingi sana. Mimi nilikuwa nawaangalia tu nyie, mara sijui uchizi nani, hakuna kitu. Kitu hawa kipo nje ya uwanja, wala sio pale. Mapambano makubwa sana ya kiroho tumepigana leo. Sana tumekemea sana pepo leo. Mwenyezi Mungu ametulindia. Jamani, acheni. Malawi, nyie uleni bivi. Hawataingia kwenye historia yangu. Watu hatari nyie. Tumewapa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi wamemaliza, kila kitu akieleweki Benjamin Mkapa. Wamefukia uwanja mzima, vitu havieleweki. Na nyie mmeona, leo tumecheza na watu na majini huko ndani. Mungu ametujalia, tumepata matokeo mazuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Huko makundi unawapa taarifa gani? Huko makundi sasa mambo yanabadilika. Huko makundi mambo yanabadilika kwa sababu leo tunakwenda kutambulisha kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africa. Si ndio bwana? Wazungu wanasemaga football ni science. Na nyinyi huwa mnachambua kama mpira ni science. Sasa kocha wa Yanga ndio sayansi yenyewe. Kocha wa Yanga ndio sayansi yenyewe ambayo ipo kwenye mpira. Malize maneno. Ndugu zanguni, nina uhakika wa 200%. Kocha wa Yanga ndio sayansi yenyewe. Leo kabla hajafika saa 6, yani nikifika tu nyumbani, sababu nishakabidhiwa picha kila kitu, tunapandisha mzigo. Tutakwenda kumuona. Huyo ndio mtu anaeleta, huyo ndio mwana mageuzi muda wote. Meno saa 62 nje huyo. So mnuna tena. Pila minune goodbye. Goodbye. Tutaonana tena. Lakini sasa hivi tunakuja tofauti, tunabadilika. Huyu ni mwana mapinduzi anakuja. Kwa hiyo niwahakikishie wana Yanga kwenye makundi version inakuja tofauti. Lakini tuna mechi Jumanne ya ligi kuu. Tunapumzika, hamna mapumziko. Maana kocha kafika tu leo akasema timu kesho iende mazoezini. Leo. Kwa maana yake tuta Jumapili na Jumatatu, Jumanne tuna mechi KMC dhidi ya Mtibwa Sugar. Niwaombe wana Yanga tuje kwa wingi KMC, tuendelee kuisupport timu yetu. Hichi kipindi kipite tukiwa tunashinda, tukishakaa sawa. Tumekosa magoli karibia 4 leo. Kwa hiyo confidence ikishakaa sawa, tunafunga yote haya na kwa magoli mengi tu inshallah. Mimi nashukuru sana.